Mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine agizo jipya limeweza kutoka katika mataifa ya kigeni kuwasilishwa moja kwa moja kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani inadaiwa kwamba yeyote yule katika Jamhuri ya Tanzania aliyeweza kukamatwa na kuzuiwa gerezani kutokana na kesi za uhaini aweze kuachiwa huru. Hatua hii inazidi kupendekeza pakubwa Mheshimiwa Tundu Lissu naye hivi karibuni kuanza kuachiwa huru. Ila mtazamaji wangu, ni vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, sio jambo geni iwapo agizo hili kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan baada ya kufikishwa leo hii, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wafuasi wa Chadema wanazidi kusubiri kwa hamu na ghamu Mheshimiwa Tundu Lissu kushinda kesi dhidi yake, kesi ya uhaini. Hivyo basi agizo hili ambalo limeweza kutolewa linazidi kumpa fursa kubwa Mheshimiwa Tundu Lissu kushinda kesi ya uhaini na hata kuachiwa mapema, kuwa huru, kinyume kabisa na jinsi ambavyo watu walikuwa wakitarajia kuendelea kufuatilia kesi yake huko mahakamani kwa muda. Mtazamaji wangu, hayo yote nazidi kuashiria jinsi gani ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa unazidi kupitia shinikizo kubwa kutoka katika mataifa ya kigeni kwa kila kile wanachozidi kukifanya katika Jamhuri ya Tanzania. Sasa mtazamaji wangu, yote haya yana uwezekano mkubwa sote tufahamu hapo awali kipindi na wakati ambapo mwenyekiti msaidizi mshikililizi wa chama cha Chadema Mheshimiwa John Heche aliweza kudai wazi kwamba kile kilichokuwa kikipangwa na viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7 ni Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru, aweze kuja kujumuika yeye pamoja na idadi kubwa ya viongozi walioko katika serikali ya awamu ya 7, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kudai kwamba hayupo tayari, kwani iliweza kuwa njama na mbinu ya kumpata Mheshimiwa Tundu Lissu kuhusika kuwa katika maridhiano, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu anadai kwamba hayupo tayari kwa maridhiano yoyote yale, kwani hakuweza kushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu. Hivyo basi haitakuwa jambo la kufurahisha iwapo ataweza kuwepo kwa mambo ya maridhiano. Pia hali ilivyo tete ama ilivyo na shida katika Jamhuri ya Tanzania, haitakuwa vyema iwapo ataweza kuwa kiongozi ambaye hataweza kujali utu bali kujali viongozi walioko madarakani kwa manufaa yao ambayo hayataweza kudumu, bali kuwa hadi kipindi na wakati ambapo wataweza kuondoka madarakani. Hivyo basi kile alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Tundu Lissu nazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo yeye yupo tayari kuwa mwaminifu kwa wananchi wa Tanzania na sio kwa viongozi walioko madarakani kwa manufaa yao. Na mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba haya yote ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuyafanya ni kuonyesha jinsi gani ambavyo hayupo tayari kusaliti vijana Gen Z, hasa vijana Gen Z na wanachama chama Chadema waliokuwa wameweza kumwamini na kudai kwamba iwapo wangeweza kuchukua fomu ya urais moja kwa moja wangeweza kumpigia kura. Hivyo basi kile ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu asingependa kujihusisha nacho ni uongozi ulioko madarakani, jambo ambalo viongozi walioko madarakani hivi sasa wanafahamu na kuamini ya kwamba kutokana na shinikizo analozidi kulipata kuachiwa huru kwake Mheshimiwa Tundu Lissu kutoka katika mataifa ya kigeni, moja kwa moja iwapo ataweza kuachiliwa huru, sote tunafahamu Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi wa aina gani kwa njia moja ama nyingine. Basi
ataweza kufanya mambo mengi makubwa yenye manufaa katika Jamhuri ya Tanzania, hasa upande wa upinzani, tofauti kabisa na kile kinachozidi kushuhudiwa hivi sasa. Sote tunaamini na tunajua ya kwamba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuweka wazi hadharani kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kuwa mamlakani angeweza kuweka uhuru kwa vyama vya kisiasa, ila hilo halijaweza kushuhudiwa hadi hivi sasa, jambo ambalo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kupoteza imani na uongozi wake, kuonekana kujali mambo yao binafsi na sio maslahi ambayo Watanzania wanayazidi kuyawasilisha siku baada ya siku. Mbaya kabisa, hatua hiyo inazidi kusukuma maelfu ya vijana Gen Z na Watanzania kwa ujumla wote kuingia barabarani kwa ajili ya maandamano, jambo ambalo linazidi kusababisha uongozi huu ulioko madarakani kwa mara nyingine kuwa na hofu kubwa kwa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Iwapo mtazamaji wangu, kwa mara nyingine maandamano yataweza kushuhudiwa, basi amini usiamini, huenda uongozi ulioko madarakani ukapoteza imani yao kabisa kwa mataifa ya kigeni, jambo ambalo moja kwa moja litaweza kuathiri muda wao wa kuongoza Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo litaweza kusababisha kilio kikubwa kwa wale wote waliokuwa wakishabikia uongozi huo, kwani wengi wanafahamu ukweli wa mambo halisi wa uongozi huo, ila bado wameweza kuchagua kusimama na uongozi huo, na kwa njia moja ama nyingine hatua hiyo inazidi kuwalipa. Ndipo ambapo tunashuhudia jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani, ijapokuwa wananchi ambao ni wenye nchi, ijapokuwa wameweza kukataa uongozi huo, bado uongozi huo unazidi kutumia nguvu kupita kiasi, kutoa kiasi kikubwa cha fedha kupambana na wanaozidi kupinga na kukosoa, ili kujaribu kutuliza kile kinachozidi kufanywa hasa na wanaharakati na vyama pinzani vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi sote tunafahamu ni kipi ambacho kitaweza kujiri kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru. Hivyo basi maelfu na mamilioni ya wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu moja kwa moja kuanza kuzungumza ukweli halisi ulioweza kutokea wakati wa maandamano ya tarehe 29, na kwa kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi ambaye yupo tayari kusimama na utetezi wa haki za binadamu, moja kwa moja huenda tukaona kushirikiana na mashirika katika mataifa ya kigeni kukabiliana na uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana ni hatua gani ambayo itaweza kufuatia baada ya kuachiwa huru kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, na vipi kuhusiana na serikali iliyoko madarakani, itakuwa ipo tayari kwa upinzani wake Mheshimiwa Tundu Lissu? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.